Mpendwa David Lami, salamu. Sisi tukiwa manusura tunaoishi nchini Uingereza, tunaokaribia kuadhimisha miaka 31 mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi nchini Rwanda, tunasikitishwa na msimamo wako kuhusu Rwanda na mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Unatangaza suluhu za kijeshi kuwa zikubaliki. Tunakubali kwamba nguvu inapaswa kuwa suluhisho la mwisho, lakini tuko hai kwa sababu ya uingiliaji kati wa kijeshi ambao jumuiya ya kimataifa iliupinga. Kuanzia mwaka 1990 hadi mwaka 1994, Umoja wa Mataifa ulipuuza vitisho dhidi ya Watusi wa Rwanda kuwa vina maana. Hii licha ya vyombo vya habari vya chuki, mafunzo ya vikundi vya wanamgambo wenye itikadi kali na uratibu wa mauaji ambapo halifu hawakuadhibiwa kwa uhalifu wao. Wapangaji wa mauaji ya kimbari nchini Rwanda walitiwa moyo na kutojali kwa jumuiya za kimataifa kuhusu uchochezi wa ghasia, na wakafikia hitimisho kwamba wanaweza kuepukana na adhabu ya mauaji ya Watusi zaidi ya milioni 1. Mauaji ya kimbari yaliyoanzishwa tarehe 7 Aprili mwaka 1994 yalimalizika pale tu jeshi la Rwanda Patriotic Front lilipopata udhibiti wa nchi ya Rwanda kupitia hatua za kijeshi. Familia zetu zilipouawa, Uingereza na mataifa mengine yenye nguvu yalisimama kando, wakitoa wito wa kusitishwa kwa mapigano, matokeo ambayo yangeweka muhuri katika hatima zetu. Kwa bahati nzuri, RPF ilipuuza matakwa ya Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na kutuokoa. Wauaji wetu walikimbilia Zaire, sasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Zaidi ya watu 500 walioshtakiwa kwa mauaji ya halaiki bado wanaishi kwa uhuru huko Kongo. Hili ni tusi kubwa kwa haki ambayo serikali yako inapaswa kuliona. Mbegu za mgogoro wa leo zilipandwa zaidi ya karne moja, hata hivyo kwa idhini ya Uingereza. Katika mkutano wa Berlin wa mwaka 1884, watu wanaozungumza Kinyarwanda, Banyarwanda, waliishi katika maeneo ambayo yaligawanywa na mamlaka ya kikoloni ya Ulaya. Jumuiya hizo ziligawanyika kati ya Rwanda na mashariki ya Kongo. Wengi wanadai kuwa mzozo wa Kongo unahusiana tu na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 au kuhusu uchimbaji wa madini. Lakini ni vipi basi itikadi kali dhidi ya Watusi zishamiri pande zote mbili za mpaka kabla ya mwaka 1994? Kufikia mwaka 1981, Banyarwanda huko Zaire walikuwa wamepokonywa uraia. Muongo mmoja baadaye, mamlaka zikatangaza kuwa sio wa Kongo na kuahidi kuwafukuza. Watu wa Hunde na Wanyanga waliwaua Watusi katika eneo la Kivu Kaskazini mwaka 1993. Hakuna kundi la Watusi lililokuwa na silaha wakati huo ambalo lingeweza kutuhumiwa kudhibiti madini, lakini Watusi walikuwa tayari wanauawa Zaire mwaka mmoja kabla ya mauaji ya kimbari nchini Rwanda. Mnamo mwaka 1994, baadhi ya mamlaka za Kongo zilikaribisha kukimbia mauaji ya halaiki ya Rwanda kama washirika dhidi ya Watusi wa Kongo. Ingawa katiba ya Kongo ya mwaka 2005 ilirejesha uraia kwa Watusi wa Kongo baada ya miaka 25 wa kutokuwa na utaifa, propaganda za chuki ziliendelea, zikirejelea matamshi ya Rwanda kabla mauaji ya kimbari kwamba Watusi hawakuwa raia bali watu ambao tu waliingia Kongo baada ya mauaji ya kimbari. Wahusika wa mauaji ya kimbari ya Rwanda waliokimbilia Zaire walijipatia jina jipya la FDLR, wakipanga waziwazi kurejea tena Rwanda kumaliza kile walichokianzisha, wakiwashambulia Watusi wa Kongo huku wakidumisha lengo lao la kuivamia tena Rwanda, wakibakia kuwa tishio kubwa tangu wakati huo kwa utawala wa Kigali. Kama mtakumbuka, mwaka 2022 makombora yalitoa kaskazini magharibi mwa Rwanda wakati wa wiki ya mkutano wa wakuu wa serikali ya Jumuiya ya Madola mjini Kigali. Jumuiya ya kimataifa ilitumia mabilioni ya fedha katika ulinzi wa amani wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini imeshindwa kudhibiti makundi ambayo yana nia ya wazi ya mauaji ya kimbari. Wanamgambo wameongezeka. Zaidi ya 100 sasa wanahudumu mashariki mwa Kongo, wengi wakiungwa mkono na serikali ya DRC. Vitisho hivi vinavyowakilisha Watusi wa Kongo mara kadhaa vinapunguzwa na mashirika haki za binadamu na vyombo vya habari, kama vile vitisho dhidi yetu vilivyokuwa nchini Rwanda. Vikundi vya kujilinda vya Watusi nchini Kongo viliundwa baada tu ya mashambulizi ya FDLR kuanza na ulinzi wa kimataifa kushindwa. Mnamo tarehe 23 mwezi Machi mwaka 2009, kundi moja kama hilo la National Congress for Defense of the People CNDP lilitia saini makubaliano ya amani. Walijiunga na jeshi la Kongo badala ya ulinzi wa raia wa Kitusi. Fursa hii ya amani iliminywa na serikali ya Kongo na jumuiya ya kimataifa. Hakukuwa na uwajibikaji kwa kushindwa kushughulikia malalamiko wala uwekezaji mkubwa katika ujenzi wa amani ya ndani, licha makundi ya jamii kujaribu kujenga upatanisho dhidi ya wimbi la chuki.
Miaka mitatu baadaye M23 iliundwa ili kuwalinda Watusi wa Kongo, ambapo serikali ya Kongo ingekataa. Imeanzishwa ili kulinda watu wanaoteswa, sio kuwadhulumu au kuwanyonya. Inaitwa jina la tarehe makubaliano ya amani yaliyoshindwa, kama ukumbusho kwamba amani haidumu bila kurekebisha sababu zake za msingi. Kuongezeka kwa chuki dhidi ya Watusi na wito wa mauaji halaiki dhidi ya Watusi nchini Kongo vilirekodiwa muda mrefu kabla maendeleo ya hivi karibuni ya M23, lakini utangazaji wa vyombo vya habari kuhusu makundi mengine yenye silaha kwa hakika bado haujapewa kipaumbele. Rwanda na kushutumiwa kuhusika katika mzozo huu limekuwa jambo la kawaida. Hata hili limeambukiza fikra za waziri wako wa mashauri ya kigeni kwa Afrika. Februari mwaka huu, kundi la Allied Democratic Force, kikundi chenye mfungamano na IS ambacho hakina uhusiano na Rwanda, kiliwaua Wakristo 70 wa Kongo. Akiwajua kuhusu hilo bungeni, Lord Collins, ambaye hana habari hizi mbaya, alihusisha Rwanda. Nilipokutana na waziri wa mambo ya nje wa Rwanda huko Geneva asubuhi ya leo, alikanusha shutuma hizo kuhusu mambo yanayotokea. Hatushangai tena kuona kwamba Rwanda inashutumiwa kuhusika katika kila jambo linaloenda kombo katika eneo la Maziwa Makuu. Hata hivyo, inasikitisha kwamba serikali yako sasa inaeneza habari hizi za uongo. Leo sisi tulionusurika tunasaidia wakimbizi wa Kitusi wa Kongo wanaowasili Rwanda, tukitambua kiwewe chetu cha zamani katika maisha yao ya sasa: ulaghai wa mitaani, watu kuchomwa moto wakiwa hai na wengine kuliwa nyama zao, ikitukumbusha wakati wa uzoefu tuliopitia sisi wenyewe. Ishara za maonyo hazikuweza kuibua maslahi kutoka kwa makundi ya haki za binadamu hadi pale walipochelewa. Mwaka 1994 serikali ya Uingereza ilikubali simulizi za zamani za serikali ya Rwanda. Hili lilipelekea Baraza la Usalama la Umoja Mataifa kuzuia walinda amani Umoja Mataifa kutulinda tulipokuwa tukichinjwa. Sasa wachambuzi wanakuza wazo hilo kwamba mzozo wa Kongo unahusu madini, na wanapuuza miongo kadhaa ya ubaguzi dhidi ya Watusi ambao ulitangulia upinzani wa Watusi wenye silaha. Washauri wako wanatupilia mbali uhalali wa M23 kama kikundi cha kujilinda, na wakatoa mapendekezo mwaka 2018 ambayo inaonekana umekubali jinsi M23 inapaswa kushindwa. Makundi yenye silaha yaliyokusanywa na serikali ya Kongo kushambulia M23 ni pamoja na vikosi vyenye historia kupinga mauaji ya kimbari ya Watusi. Ingawa tuishtaki Kongo kwa kupanga mauaji halaiki, baadhi ya wajumbe wa serikali wanachochea chuki dhidi ya Watusi na kuwapa silaha waziwazi FDLR ambao bado hawajatubu. Wakati unaidhinisha vikwazo dhidi ya Rwanda, haujachukua hatua dhidi ya wale wanaoshambulia raia wa Kitusi wa Kongo. Kwa hivyo, upinzani wako kwa suluhisho la kijeshi unaonekana kulenga tu vikosi vinavyolinda raia waliopo hatarini. Jumuiya ya Afrika Mashariki ilituma kikosi cha ulinzi wa raia mwaka 2022. Baada ya mwaka mmoja baadaye, Rais Felix Tshisekedi aliamuru waondoke, akipendelea muungano wa Kamati ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika kuangamiza maadui zake. Huu ni muungano ule ule ambao karatasi yako ya mwaka 2018 ilishauri kuwa watu wazito wa eneo hilo wana nafasi nzuri zaidi ya kuwashinda M23. Baada ya mkasa wetu, tulisaidia kuanzisha wajibu wa kulindana. Kushindwa kwa Uingereza kuwekea vikwazo Kongo kwa kuyapa silaha makundi ya mauaji ya kimbari ni jambo la kushangaza sana, na inatoa mwanga wa kijani kwa vikundi vinavyojulikana kwa unyanyasaji kuendelea. Tunapojitayarisha kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 30 ya mauaji ya kimbari, lazima Uingereza ikumbuke katika miaka 90 Bosnia ilizuia kundi moja kujilinda huku likiwaacha wapinzani wakiwa na silaha. Matokeo yake yalikuwa ni mauaji ya halaiki ya Waislamu wa Bosnia. Tarehe 7 Aprili, tafadhali Uingereza itafakari upya kuhusu masomo haya. Kutanguliza uhuru wa mataifa juu ya ulinzi wa raia kunahimiza vikundi vinavyofanya mauaji ya kimbari kujitokeza. Uingereza inaelekeza pesa kutoka kwa misaada ya maendeleo ambayo inaweza kujenga amani nchini Kongo hadi kwenye ulinzi wake. Tunaelewa hitaji la kufadhili usalama kwa sababu ya vita karibu na nyumbani kwetu. Iwapo Uingereza inakosa hamu ya kuwapa ndugu zetu na dada zetu katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ulinzi, angalau tusiwapinge wale wanaojaribu kuzuia janga hilo kama ambavyo wanafanya M23, ili lisirudie tena lile lililotokea mwaka 1994 huku dunia ikiendelea kung'aa macho. Barua hii ya wazi imetiwa saini na Betha Uwazinika, Aplonari Kageruka, Bosco Ngabo, Chantali Umwahoro, Egda Rushisha, Eric Murangwa, Jean Claude Muyambere, Julieni Mukabalisa, Naila Amida, Filomene Umalia, Pierre Rutagabro na Stefani Kairagwa. Awadhi Rashid, Arusha One Radio.